Mpenzi mtazamaji, karibu katika channel yetu ya Jimbo Katoliki la Geita, na hapa leo tupo katika kanisa la Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni Bukumbi ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, ambayo hii ni mojawapo ya tunu kubwa, rasilimali kubwa za kiuinjilishaji ambayo imeokoa roho za waamini wengi kama kituo cha kiimani. Na kanisa hili ni la siku nyingi kabisa, na itapendeza kujua historia yake, na hili kanisa linaendelea kuwa na nafasi au faida gani ndani ya kanisa letu la Tanzania. Moja kwa moja nitakukutanisha na padre anayefanya utume katika parokia hii, yeye atakusimulia. Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji, karibu katika parokia yetu ya Bukumbi, parokia ya Mtakatifu Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni. Kwa namna ya pekee mwaka huu wa 2025 tunapoadhimisha jubilei kuu ya Ukristo wetu, kanisa hili ni sehemu ya makanisa ya hija. Na ndani ya kanisa hapo naona kwa mfano kama hapa maaskofu ambao walipata daraja la uaskofu katika kanisa hili. Na kwa kweli kanisa hili mwanzoni liliheshimika kama kathedrali ya Mwanza. Utaona maaskofu mbalimbali walipita hapa, na kwa sasa tunawaheshimu, tunaheshimu kardinali waliopita hapa kufanya kazi ya uinjilishaji, na mmoja wapo ndio kanisa hili ambalo walilijenga zao, lakini pia kwa kishirikiana na waumini wenyewe. Kumbe karibu sana mwaka huu, mwaka wa jubilei kuu, tunalitumia kanisa hili kama moja ya makanisa ya kihistoria jimbo letu kuu la Mwanza, lakini pia hata katika kanda ya Ziwa. Tunafika hapo, watu wanafika hapo na kuomba rehema ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kazi ya uinjilishaji katika jimbo letu kuu la Mwanza. Karibu sana. Mara nyingi kanisa linapojengwa linakuwa na sehemu mbalimbali, mojawapo ni altari, lakini pia bila kusahau sehemu za maungamio. Hii ndio sehemu ambapo waumini, padri anakaa hapa, lakini muumini anayeungama anakuwa hapa, anapiga magoti, padri anakuwepo hapa kumungamisha. Na mara nyingi basi pazia linakuwa limefungwa ili kuweza kutunza usiri, lakini pia basi na heshima ya muungamishi na yule anayeungamishwa. Hiki ni kinanda ambacho kinatumika kama kwa kusaidia kuinjilisha kwa muziki mtakatifu. Kanisa Katoliki linatumia muziki wa Gregorian, na halitumii kama madhehebu mengine wanavyotumia labda magita na vitu vingine. Sisi tunatumia hiki kinanda na ngoma za kawaida, na hiki kinanda ndicho kinatusaidia, kinawasaidia Wakristo kuweza kuimba na kumsifu Mungu kwa pamoja. Kwa kweli waimbaji wanakuwa ni viongozi, na sisi wengine wote tunashirikiana kwa pamoja kuboresha ibada zetu za Kikatoliki. Basi mtazamaji, kama ulivyoona, kweli jadi ya kanisa Katoliki ni ule muziki mtakatifu ambao unasaidia kuinjilisha. Na sasa tuone jinsi muziki ambavyo unatumika katika kanisa Katoliki. Na sasa mtazamaji, tunakuja katika kipengele cha sanaa takatifu. Baba Paroko atatueleza zina kazi gani katika kanisa. Ndani ya kanisa letu la Bukumbi tuna hii ni sanamu ya Mtakatifu Yosefu ambaye ni baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni
kielelezo cha mtakatifu mwenyewe Yosefu. Kwa hiyo inatumika katika kanisa takatifu kuturejesha kwa yeye mwenyewe ambaye kama ni Yosefu au ni Bikira Maria. Hatuna maana kwamba sasa ni sanamu ndio sasa mawazo yetu iko kwa sanamu hii, lakini kinakuwa ni kielelezo cha kutuelekeza kwake yeye mwenyewe Yosefu na kazi yake aliyoifanya. Kwa hiyo ni fundisho pia hata kwa watoto. Watoto watauliza niki ni nini, wataambiwa kwamba huyu ni Yosefu, ndiye baba mrishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Alifanya kazi kubwa katika malezi, kumfundisha mtoto Yesu, na basi na kizazi kinapata pia kujifunza kwake. Kwa hiyo kutoka katika sanaa hii tunarejea kwa yeye mwenyewe Yosefu na kazi na malezi yake yote aliyoyafanya na utume wake wote katika malezi ya Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Sehemu nyingine ya umuhimu katika kanisa Katoliki, sio tu hapa Bukumbi, ni tabernakulo. Tabernakulo ni nyumba ambamo sakramenti takatifu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo inahifadhiwa. Sisi wa Katoliki tunamhifadhi hapa, yumo mzima katika maumbo ya mkate na divai, kuonyesha kwamba yupo katika sakramenti. Kuna hiyo ni indicator, ni kielelezo. Ukikuta inawaka sehemu yoyote katika kanisa Katoliki, ujue kwamba hapa panahifadhiwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, maalum kwa ajili ya ndugu zetu wagonjwa sehemu mbalimbali ambao hawana nafasi ya kuweza kushiriki, basi inakuwepo tayari kwa ajili ya huduma hii. Kuna mafundisho mengi yanayohusu hii Ekaristi Takatifu na uwepo wake katika hapa. Sisi tunapokuwepo hapa, basi yupo pamoja nasi wakati wote mzima katika maumbo ya mkate na divai takatifu, ambapo sakramenti zinaadhimishwa. Altare zimekuwepo katika maandiko matakatifu kwa ajili ya kutolea sadaka za kuteketeza. Imejengwa kwa mawe kama altare za zamani zilivyokuwa zikijengwa, lakini kwetu sisi wa Kristo ni sadaka takatifu ya misa inatolewa hapa, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anajiteketeza katika maumbo ya mkate na divai. Katika kanisa takatifu utakuta altare ya namna hii, na tangu zamani, mapokeo ya zamani, misa takatifu ziliadhimishwa mara nyingi katika makaburi. Kwa hiyo altare, utakuta altare zipo zimewekwa jiwe hili ambalo ni masalia ya watakatifu. Mtakatifu mmojawapo basi nawekwa hapa salio, na askofu anapobariki basi anahakikisha kwamba jiwe hili lipo na masalia yake yapo. Padre anapoanza kile kipindi cha mageuzi, kitambaa kinatandikwa hapa sambamba kabisa hapa. Hapo sasa inaonyesha muunganiko wetu sisi hapa tuliopo duniani na muunganiko wa ndugu zetu walioko mbinguni. Ndugu mtazamaji, baada ya kuona sehemu mbalimbali za ndani ya kanisa Katoliki, na sasa tunashuhudia uzuri wa kanisa la kale, kanisa la Bukumbi, ambalo linaendelea kubaki ni alama kuu ya uinjilishaji katika jimbo kuu Katoliki la Mwanza. Karibu katika pango hili la mama yetu Bikira Maria. Tunajua kwamba katika kila makanisa, unapotembea makanisa Katoliki, kuna mahali ambapo kuna pango hili la mama yetu Bikira Maria. Bukumbi pia lipo, hili lilijengwa mwaka 2022 kwa nguvu ya tuna mama WAWATA, walitoa michango yao. Wakati huo wanafanya jubilei ya WAWATA, basi waliweka alama hii. Hapa tunatumia kusali na kumwomba mama yetu Bikira Maria katika nyumba hii ya mawe, ambapo yeye mwenyewe aliachwa na Bwana wetu Yesu Kristo akatunzwa na Yohane. Basi tunamwomba na kusali katika parokia yetu hii ya Bikira Maria mpalizo wa mbinguni. Waumini wanakuja hapa kusali kwa utulivu, wanakaa, naona hakuna hata viti, vipo vichache, lakini basi anakaa. Kuna hata kama ikibidi kusinzia, unasinzia katika kanisa hili, ili mradi tu unafikisha ujumbe wako kwa mama yetu Bikira Maria
na yeye basi kwa wajibu wake kutuombea sisi kwa mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo, na hivi tunajipatia neema. Na kwa namna ya pekee katika mwaka huu wa Jubilei Kuu, waumini wengi wamekuwa wakifika hapa kwa ajili ya kusali. Kumbe na wewe nakukaribisha, tumia nafasi kukaribisha ufike Bukumbi muda wowote. Kanisa kiko wazi, fika, tulia, sali, muombe mama wetu Bikira Maria. Mwisho wa siku kama una sadaka yako, kuna kiboksi hapo, toa sadaka yako. Basi mama yetu Bikira Maria iko tayari kila mara kutusaidia na kutuombea neema zake. Basi mpenzi mtazamaji, kama ilivyo kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Maisha ya Mkristo mwanzo wake ni ubatizo, lakini mwisho ni kulala katika Kristo. Huyu hapa tena baba paroko wa parokia ya Bukumbi akikuelezea eneo hili ni eneo gani na lina umuhimu gani katika maisha ya Kikristo. Mtazamaji, basi haya ni makaburi ya mapadri na mabradha waanzilishi wa parokia hii ya Bukumbi. Walifanya kazi yao vizuri. Wengi wao ni vijana, wengi wao walikufa kivijana wakati ule wakisumbuliwa na magonjwa mbalimbali kama ya magonjwa ya malaria. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba walitimiza kazi yao hapa duniani. Walitimiza imani yao, waliishi imani yao, na mwisho kama walivyokiri katika na sala ya nangojea na uzima wa milele na ufufuo wa wafu. Basi hawa tunatumaini kwamba sasa wanafurahia uzima wa milele ile ijayo huko mbinguni. Hapa pengine hao unaweza usiwafahamu, lakini padi wa kizazi hiki wengi wanamfahamu Padre John Baptist Mapunda. Amezikwa hapo walipofariki. Wengi wanamhilo hapo kabila yake mbele ndio na Padre John Baptist Mapunda. Kwa hiyo wengi wamemfahamu pengine. Kwa hiyo kama ulimfahamu, karibu kuja kusali hapa kuombea marehemu. Jimbo letu kuu la Mwanza, lakini pia alifanya jimbo kuu la Dar es Salaam, parokia ya Manzese na parokia nyingine mmeshasikia. Alifahamika sana kwa jina la tunda la kanisa. Kwa hiyo na sisi tunamheshimu hapa na kumtunza kama tunda la uinjilishaji, tunda la umisionari. Karibuni sana. Na mpaka hapo ndugu mtazamaji, tumefikia mwisho wa makala yetu ya tunu na nyayo za wamisionari waliokuja kanda yetu ya Ziwa na kutuletea neno la Bwana. Hayo unayapata katika channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Usisahau kusubscribe na kulike na kushare, uendelee kupata habari za uinjilishaji kutoka katika channel hii ya kanisa, na uendelee kujifunza mambo mengi ya kiimani yatakayotusaidia kupata wokovu na uzima wa milele.